Nimewaita hapa ili muweze kupita kuijua miradi ambayo itatembelewa na Mwenge wa Uhuru, na kwa kweli sisi tunashukuru sana. Nishukuru Manispaa ya Kinondoni, nishukuru na taasisi zingine kama Tarura, Dawasa, wanatekeleza miradi mizuri na wanaendelea kutoa huduma. Nimshukuru zaidi mama yetu na kipenzi chetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Ametuletea mahela sisi wilaya ya Kinondoni zaidi ya trilioni 1.4 katika kipindi hiki akiwa madarakani. Leo hii ukitembea katika wilaya ya Kinondoni, baadhi ya maeneo unaweza kusema kuna vurugu nini zinatokea kwa sababu ya chimbua na miradi inayotekelezwa. Mfano mzuri ni mradi huu wa mabasi ya mwendo kasi awamu ya 4. Sisi tunaanzia daraja la Salenda Bridge mpaka basi haya. Wakandarasi wawili wako site wanaendelea kutekeleza, na tunashukuru kazi hizi zinaendelea vizuri, na waziri wetu wa ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega alipitia hivi majuzi, mkuu wa mkoa alipitia, na sisi tunaendelea kusimamia wanatekeleza. Lakini ukienda kwenye sekta ya maji, sisi maji katika wilaya ya Kinondoni zaidi ya 95% ya wakazi wanapata maji safi na salama. Tulikuwa na shida kidogo ya maji maeneo ya kata ya Mabwepande, na kama ambavyo tunajua ile kata ni mpya. Kwa hiyo tuna maeneo ya mtaa wa Mbopo, tuna mradi mzuri wa maji wa kaya 2000 watasambaziwa maji, na Mwenge wa Uhuru tunaomba utufikishie pale pia. Wakaone hizo jitihada za mwisho kabisa kwenye kuhakikisha wakazi wote wa Kinondoni wanapata maji. Kwa na nyinyi pia tutaomba mfike pale Mbopo, kata ya Mabwepande, muweze kuona Mama Samia anaendelea kumtua ndoo mwanamke wa Kinondoni hii. Lakini pia tuna miradi mingi ya afya. Mtaenda kuona pale Ananasifu tunaboresha kituo pale zahanati mzuri kabisa, na wanajenga pale jengo la wagonjwa wa 4, mtaenda kujionea wenyewe. Na ikiwa ni muendelezo wa kutekelezaji wa sera na maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha tunaboresha huduma za afya. Tuna miradi ya elimu, tutaenda pale kata ile ya Makongo, ni muendelezo. Hiyo ni mfano tu, hiyo miradi ninayowaambia. Zaidi ya bilioni 1.6 yanaenda kutumika pale, ikiwa ni mapato ya ndani ya halmashauri yetu ya Kinondoni. Wanajenga madarasa 18, na Mwenge wa Uhuru utaenda kutuwekea jiwe la msingi madarasa 6. Nimepita mimi na wenzangu juzi, ni madarasa ya mfano, hakuna sehemu utaweza kuona madarasa mazuri kama yale. Ni mazuri mno. Nyinyi wenyewe mkienda hapa mtaenda kujionea. Lakini tuna miradi mingine ya barabara. Barabara kweli ni changamoto, lakini tunashukuru serikali hii ya Dr. Samia inaendelea kujipambanua kuhakikisha barabara zinatengenezwa. Na taasisi zingine, TANROADS, Tarura na Manispaa ya Kinondoni na wadau. Kwa hiyo mtaenda kuona kipande chenye urefu wa kilomita 1.2 kimetengenezwa kwa mapato ya ndani ya halmashauri na vipande vingine, lakini mtaenda kukiona kipande hichi tu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya ya kutuletea maendeleo, ya kuhakikisha changamoto mbalimbali sisi wana Kinondoni tulizokuwa nazo anazitatua tena kwa njia shirikishi, kwa kutuletea mahela ili tuweze kuwapatia kutekeleza miradi hiyo mbalimbali, na iko mingi mno. Tukianza kuzungumza mifano hiyo ni mingi. Juzi nilienda kusalimia vikundi vile vya wajasiriamali 480, wanapewa shilingi bilioni 3.5, na Manispaa imetenga shilingi bilioni 12. Sasa tunavyoongea hivi, Manispaa ya Kinondoni na shilingi bilioni 12 kwa ajili ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Hayo ni maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuwakomboa wajasiriamali, akina mama, walemavu na vijana. Badala ya kwenda kwenye kausha damu, sasa wanaenda kupata mikopo hii yenye masharti nafuu na isiyokuwa na riba, yenye usimamizi mzuri. Sasa lazima tuendelee kumshukuru mama huyu. Lazima tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri anazofanya, na sisi tutazungumza hizi kwa wananchi. Kwa hiyo mnapopita pia tuombe mzizungumzie hiyo, na ikiwezekana tuwaambie wale wengine wasiojua kwamba serikali iko kazini, Mama Samia iko kazini katika kuwahudumia wananchi. Hatuwezi tukaifanya Tanzania leo hii iboreke kila kitu, lakini kuna jitihada kubwa ambazo zinafanyika. Kwa hiyo wanaopotosha, wanaochochea, tusiwape nafasi kwenye wilaya yetu ya Kinondoni. Tuhakikishe amani na utulivu, na nitunu iliyojengwa kwa muda mrefu, tuendelee kuimarisha hivyo ili tupate nafasi ya kuchagua viongozi wazuri wanaotuletea maendeleo, wenye maono, wenye dira ya kuhakikisha Kinondoni hii inapiga hatua. Tukikaribisha hizo chokochoko, tukikaribisha haya maneno, tutaenda kuingia kwenye shida. Wenyewe ni mashahidi. Tumezungukwa na nchi ambazo watu hawalali usingizi.
Hapa jirani zetu hapa Kongo sio mbali. Tumesikia mara mji wa Goma, mara mji wa Bukavu, na hapa kusini hapa tumesikia wenzetu wa Mozambique wametulia hivi karibuni. Lakini maeneo mengi yana shida za namna hiyo. Sasa sisi tusiwape nafasi watu ambao wanataka waturudishe nyuma kimaendeleo. Lazima tusimame na serikali, tuangalie maendeleo na tujivunie haya mafanikio ambayo serikali hii inayafanya. Kwa mimi naombe sana, leo ni mwanzo, lakini tutatafuta siku pia tuweze kupita na kwenye miradi mingine mingi kama ambavyo nimezungumza. Trilioni 1.4 zimeletwa katika kipindi cha Mama Samia. Pita na hayo maeneo. Leo tutapita kwenye miradi 4-5 hivi, lakini tutatenga siku viongozi wetu wa dini, viongozi wetu wa kisiasa katika wilaya ya Kinondoni. Kama ambavyo nimesema, maendeleo hayaangalii kitu chochote, hayana ubaguzi. Tunakunywa wote maji, tunapita wote kwenye hizo barabara na tunafurahia huo usalama na huduma zingine ambazo tunazipata katika hii wilaya ya Kinondoni. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana kuwaona marafiki zangu, kuwaona ndugu zangu, kuwaona majirani, kuwaona wana Kinondoni wenzangu tunajumuika pamoja kwenye jambo hili muhimu la kupokea mwenge wetu wa uhuru. Na sisi wilaya ya Kinondoni tumeshafanya maandalizi yote ya kupokea huo mwenge wa uhuru. Yote yameshakamilika. Sehemu ambako mwenge utaenda kulala tumeshafanya maandalizi ya chakula, ya muziki, malazi. Kwa hiyo itakuwa vizuri na mapungufu yaliyojitokeza mwaka jana mwaka huu hayatakuwepo. Sheikh Mohamed Ahmed Muhenga, Sheikh wa wilaya Kinondoni, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya amani ya viongozi mbalimbali wa dini katika wilaya Kinondoni. Hapa tumekuja kutembelea kuangalia maendeleo ya ujenzi na maendeleo ya ukarabati. Tulichokiona sisi hapa, tunaona kwamba shughuli zimekwenda vizuri, pesa zimetumika kwa thamani na husika, maana vitu vyake viko kwenye quality. Tunaona hii kazi imefanyika vizuri kwa uangalifu wa kutosha kabisa na inatia moyo sana. Tumefurahi kuona kazi hii imefanywa vizuri na inasimamiwa vizuri. Maelezo ya mkuu wa wilaya na maelezo ya msimamizi wa jambo hili ambaye daktari mganga mkuu wa wilaya ni maelezo yaliyo sahihi kama walivyoeleza. Tulichokiona ndicho walichotuambia. Kwa hivyo tumefurahi sana, tunashukuru serikali kwa kutufanyia jambo hili. Tunamshukuru Rais wa Jamhuri ambaye kapanga pesa kutuletea sisi wilaya Kinondoni, na sisi ndio wanufaika wa jambo hili. Tunamuombea kheri, Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri, amnusuru na kila balaa. Mungu ampe tena nafasi hii kwa mara nyingine tena. Asanteni sana. Naitwa Mary Moses Daudi kutoka chama cha UPDP. Mwenyekiti wilaya ya Kinondoni. Kwa mradi huu nilivyouona, nashukuru sana kwa sababu haki imetendeka kwa hela iliyotoka ndani ya serikali yetu. Mheshimiwa Rais ameshusha hali kutengeneza mradi kuwasaidia wananchi na hususan wanafunzi ambao ndio huwa wanataabika sana. Kwa hiyo kwa mradi huu, kwa kutembelea sisi, tunashukuru sana. Hata mwenge utakapokuja uendelee, watakapoukuta huu kwa sisi ambao tumeshatembelea, tumeshauona na uko vizuri na uko vizuri na imeshaanza kufanya kazi. Itasaidia sana jamii wote ambao wako karibu na hapa, waliokuwa wanapata adha, hususan wakina mama wanahangaika. Angalia sehemu nyingi sana kina mama wanatoka usiku, lakini hapa pameshawekewa pako rahisi tu. Saa yote unakuja, unachota, unamaliza, unaondoka. Na hata mtoto mdogo ukiangalia sehemu hii hakuna magari mengi ambayo yanaweza kusumbua watoto kuvuka barabara, lakini anatoka nyumba ile pale, anakuja tu, anakinga, anaondoka. Kwa hiyo nashukuru kwa mradi huu, wameutekeleza kwa muda sahihi na uko vizuri. Kwa jina jamani, naitwa Bakari Makame, mimi ndio mratibu wa vyama vya siasa kwa kupitia Kinondoni. Tumeanza ziara yetu kuangalia miradi kabla ya mwenge hujafika. Tunashukuru tumeanza kuona mradi wa kwanza angalau 85%, sio 90. Mimi siwezi kusema 90 kwa sababu haujakamilika, tumekuta mafundi wako site. Nikisema angalau 85 unaanza kuridhisha. Tunategemea mwenge ukifika utakuwa umekamilika kwa sababu mafundi wamesema. Kama hii inasaidia nini wananchi sasa katika maeneo huko ndani? Inawasaidia wananchi kwa sababu leo hii ulikuwa unamchukua mgonjwa unampeleka Mwananyamala kata nyingine, lakini kwamba sasa muono wa Foara sasa naona zinaanza kufanya kazi, kwamba kila kata kuwe na sekondari, kila kata kuwe na hospitali, zahanati. Kwamba hii ni moja ya hatua, nchi yetu sasa inapiga hatua, kwamba Tanzania ya miaka ya 80
ni tofauti na Tanzania ya 25, kwamba mambo yameenda vizuri. Tumeanza kuona miradi sasa, wakina mama wamesema wataanza kujifungulia hapa. Zamani ulikuwa unamchukua mjamzito saa 8 za usiku unampeleka Mwananyamala au mpeleke Kinondoni, maana kule Kinondoni kuna hospitali nyingine nayo, na ni sasa umtoe hapo mpeleke kwenye kata nyingine ya Kinondoni. Lakini kila kata kukiwa na angalau watu wawili wajifungue, hilo ni hatua nzuri sana. Neema Mwakitwange ni mwenyekiti kwa chama cha Democratic Party wilaya ya Kinondoni. Tumetembelea huu mradi wa kijiji cha Mboko ambao ni mradi wa maji. Kiukweli mradi ni mzuri na una manufaa kwa jamii, hususan kwa shule ambazo zinazunguka eneo hili. Lakini ambacho tunapenda kushukuru Mungu kwa ajili ya Kinondoni yetu ni kwamba miradi tumeiona sisi kama vyama vya siasa, tumeona miradi mingi ambayo tumetembelea, lakini pamoja na mradi huu wa maji ni mradi ambao kwa mimi kama mwanamke unanigusa moja kwa moja. Tunatambua kwamba mwanamke changamoto kubwa ni maji, na huwezi kufanya kazi bila maji. Kila kitu kinatutazamia maji. Kwa hiyo kwa mradi huu ambao wilaya Kinondoni umeutekeleza, kiukweli mimi ninamshukuru Mungu na ninawapongeza sana wilaya yetu ya Kinondoni, lakini nampongeza Mama Samia kwa jinsi ambavyo anaendelea kutoa jitihada, kutia nguvu katika miradi mbalimbali katika wilaya yetu ya Kinondoni. Katibu Kabambura, nasi tumeungana pamoja kama kutoka chama cha ACT Wazalendo wilaya ya Kinondoni, na sisi kama wadau wa vyama vya siasa tunaendelea kujionea maendeleo yanayoendelea katika wilaya yetu ya Kinondoni, na hivi sasa tupo katika eneo hili la barabara ya Kunenge Mkapa Foundation Mediterranean, ambayo sisi ambao tumezaliwa katika wilaya hii ilikuwa ipitiki hii barabara. Lakini kwa sasa tunaona ina uwezo wa kupunguza foleni katika barabara yetu kuu. Kwa hiyo haya ni maendeleo ambayo tunaenda kuyaona ambayo katika utekelezaji wa mama yetu Mama Samia, na hili tunalishukuru sana kwa sababu bila ya maendeleo haya sisi tunaamini kwamba hatuwezi kufikia yale malengo. Kwa hiyo malengo ili yatimie, basi kila ambacho kinatakiwa kuwa katika utatuzi basi kitatuliwe kwa mafanikio makubwa zaidi. Kwa hiyo nami niungane na wenzangu kwa niaba wenzangu kwa hii miradi tunayokwenda kuendelea kuitazama kabla ya siku ya mbio za Mwenge, basi iwe ni yenye mafanikio. Ni jukumu letu sisi sasa kama Watanzania kutunza maeneo haya na miundombinu iliyopo kwa sasa na hata hapo baadaye.